Shalom brothers and sisters, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Naomi Waweru, nimeokoka, Kristo ni Bwana katika maisha yangu. Siku ya leo tena ninawakaribisha tukaweze kuendelea kusikia neno la Mungu, maana maandiko inasema ya kwamba imani hujengeka kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Kwa hivyo ni vizuri kuendelea kujenga imani yetu katika Kristo kwa kusikia na kufanya mapenzi yake kulingana na jinsi ambavyo neno lake linatuelekeza. So siku ya leo ningependa tuangalie jambo kuhusu matendo ya Mungu or the deeds of the Lord. Kweli Mungu mpaka sasa tunaamini kwamba yeye anatenda na ya kwamba yeye anaweza. Tukiangalia mambo mengi sana, our surroundings, our environments suggest 100% that God is able, ya kwamba Mungu anaweza kutenda matendo makubwa mengi sana. Na katika maandiko tunapata kusoma na kuelewa matendo ya Mungu ambayo ni makuu ya ajabu na tena ni matendo ambayo yanashangaza. Ningependa tukaweze kuangalia neno la Mungu katika kitabu cha Zaburi 44, Psalms 44 verses 1 through. Tukiendelea, maandiko inasema ya kwamba, Biblia inasema ya kwamba, Mungu, tumesikia kwa masikio yetu, baba zetu wametuambia matendo uliyoyatenda siku za kale. Wewe kwa mkono wako uliwafukuza mataifa, ukawakalisha wao. Wewe uliwatesa watu wa nchi, ukawaeneza kwao. Maana si kwa upanga wao walivyoimiliki nchi, wala si kwa mkono wao uliowaokoa, bali mkono wako wa kuume na mkono wako na nuru ya uso wako, kwa kuwa uliwarithia. Tunapoangalia maandiko siku ya leo kuhusiana na matendo ya Mungu, tunafahamiana na matendo ya Mungu ambayo ametenda, ambayo anatenda na ambayo atazidi kutenda katika maisha yetu. Tukiangalia yale ambayo yalitenda wakati ambapo Waisraeli walikuwa bado katika Misri, kuna matendo mengi sana ambaye Bwana aliangalia na akatenda katika nyakati hizo, na bado Bwana anaendelea kutenda na anazidi kutenda sawasawa na jinsi ambavyo inampendeza yeye. Tunapoangalia maandiko inasema ya kwamba ilikuwa limeandikiwa wana wa Korathi, na tunaelewa kwamba Kora ni moja ama ni moja wa vizazi vya kale ya watu wa kale. Tunaangalia katika mtembeo wa Musa na wana wa Israeli kutoka katika mji wa Misri kuelekea katika Canaan. Tunaona kulikuweko na kina Kora, kina Dathan na wengineo ambao wametajwa katika maandiko. Na katika Zaburi hii tunaona ya kwamba ilikuwa ni mwimbaji anaelekeza maneno haya kwa wana wa Korathi ambaye ni the sons of Korah. Na tunaona ya kwamba lazima hii matendo ya Mungu na wao wangeweza kukumbushwa kile ambacho Bwana alitenda ama Mungu alitenda wakati wa baba zao kina Kora, na mwimbaji akawa anawakumbusha matendo ambaye Bwana alitenda. Na ni vema hata siku ya leo tukaweze kukumbushana mambo ambaye Bwana anatenda. Mambo mengi yanaendelea katika maisha ambaye tunaishi kila siku. Huenda ikawa ukasahau matendo ama nguvu ambazo Bwana amekuwa nazo kuanzia pale mwanzo na bado ambazo ako nazo. Ni kwa sababu ya the day to day hustle, the day to day sufferings, the day to day challenges. Huenda ikawa tunajisaulisha kazi ambazo Mungu alitenda ama ambazo Mungu anatenda, na tukiegemea sana matatizo ambazo tunapitia, ni rahisi sana kusahau yale ambaye Bwana ametenda katika maisha yetu. Ndio maana siku ya leo tumeangalia ya kwamba
wana wa Korathi wanapokumbushwa wakiambiwa kwamba Mungu, tumesikia kwa masikio yetu. Wamesikia kwa masikio yao, baba zao wameweza kuwaelezea yale makuu ambaye Bwana anatenda katika maisha ya watu wake. Ya kwanza, Mungu anakuanga ready to help us. He's always ready in our times of need. Anakuanga tayari wakati tunamhitaji kwa msaada wowote ule. Na wakati wa Israeli waliteseka katika mkono wa Farao na katika Misri, waliteswa na wa Misri, wakapigwa, wengine wakauawa katika mikono ya Misri. Na Mungu akaangalia, tukisoma Exodus 14:14, tukisoma Exodus 3, tunaona ya kwamba jinsi ambavyo Mungu kwanza alitazama, ama ni wapi Mungu alianza kufanya matendo yake katika watu wa Israeli. Tunaangalia Mungu alimtokea Musa, akamwambia Musa, kweli nimesikia kilio cha watoto wangu na nimeyaona mateso yao, na mimi nimeshuka mwenyewe kuweza kuwaokoa. Na hiyo wokovu ambaye Mungu alileta katika Israeli inaambatana na matendo ambayo yalidhihirika katika mwondoko wa Israeli katika mji wa Misri, or the exodus of Israelites in the from the land of Egypt. So hiyo kilio ambaye Mungu alisikia na machozi ambaye aliona na malalamiko ya mioyo yao ambao aliona, hiyo na mpango ambaye Bwana alikuja nayo ya kuokoa wana wa Israeli, hapo ndo tunaangalia matendo kuanzia hapo. Na si hapo peke yake, hata wakati wa Nuhu Mungu alitenda, hata wakati wa Adam na Eve Mungu alitenda. Lakini hapa maandiko inasema ya kwamba mumesikia yale ambaye Mungu kwa mkono wake aliweza kuwafanyia baba zenu, wale ambao walikuwa katika Misri. Tunaanza safari ya kwamba Mungu aliwaokoa kwa mikono yake. Hiyo ni matendo ya kwanza. Na nimekuja kukuambia ya kwamba Mungu hawezi kuangalia ukihangaika. Mungu hawezi kuangalia adui wanapokudhulumu. Mungu hawezi akai kimya wakati adui wanakudhihaki na kukufedhehesha. Mungu anaangalia na anasikia kilio chetu, na ile mpango wake wa kuja kukuokoa ni sawa na matendo yake ambaye tunaongelea siku ya leo. Mungu anapanga kukutenda mema kwa yale ambayo unapitia. Mungu anapanga kukutendea mema. Mungu anapanga kukuokoa. Mungu anapanga kufanya ishara na miujiza hata katika hali ambayo unapitia saizi, katika jina la Yesu Kristo. Maandiko inazidi kusema ya kwamba wewe kwa mkono wako, wanaendelea kuambiwa ya kwamba wewe kwa mkono wako uliwafukuza mataifa. Ni kweli, katika mkono wa Mungu aliweza kuwafukuza mataifa. Tukiangalia historia katika Exodus, tukiangalia katika maandiko, katika kitabu in the book of Exodus, tunaona jinsi ambavyo Bwana aliweza kupigania Waisraeli kutokana kwa mikono ya Waameleki. Wakati ambapo walikuwa wanatoka Misri, katikati ya safari waliweza kukua attack by the Amalekites. Wale Waameleki walikuja kwa mapanga, wakakuja kwa mikuki, walikuja na silaha nyingi sana kukuja kuweza attack the Israelites. Lakini maandiko inasema ya kwamba wewe kwa mkono wako uliwafukuza mataifa. Katika mkono wa Bwana ambaye uko na nguvu, mkono ambaye ni hodari, alitenda matendo makuu na kuwafukuza maadui ambao walikuja kupigana na Waisraeli. Waisraeli walipokuwa wanatoka katika mji wa Misri, kile ambacho waliuliza wapewe ni gold and silver, lakini hatujaona mahali waliitisha silaha. Hivyo walipokuwa wanakabiliwa na Wameleki barabarani, wa Misri, Waisraeli walikosa silaha hata za kukabiliana nayo. Ndio maana maandiko inasema ya kwamba wewe kwa mkono wako uliwafukuza mataifa. They came because the Israelites hawakukuwa na silaha za kuattack their enemy. Mungu aliingilia kati na kufukuza maadui wa Waisraeli. Na ndio maana na ilifika mahali mpaka Waisraeli kafika ni kama walisahau, wakasema tukubeba silaha. Maandiko katika kitabu cha Isaiah 31 inasema ya kwamba ole wao. Hata tusome Isaiah 31. Maandiko inasema ya kwamba
Isaiah 31 and verses 1. Maandiko inasema ya kwamba ole wao watelemkao Misri wapate msaada na kutegemea farasi, watumainio magari kwa wingi kwa kuwa ni mengi, na wapanda farasi kwa kuwa ni hodari sana, lakini hamwangalii Mtakatifu wa Israeli, wala hawamfuati Bwana. Na hapa Waisraeli wakati ambapo walikuwa naenda na wakapatana na maadui wengi, wakiwemo Waamaleki, wengine wakafikiria wakaona si afadhali turudi Misri kwa sababu ya kutafuta wale wako na wapanda farasi, wako na mafarasi, wako na masilaha, lakini walisahau ya kwamba ni Bwana ambaye anawawezesha, ni Bwana ambaye matendo yake, ambaye walishuhudia matendo yake walipokuwa wanatoka katika mji wa Misri. Na hivyo Waisraeli wakasahau, na ndio maandiko imesema ya kwamba ole wao wanaokimbilia Misri kwa sababu ya msaada na kutafuta na kufanya wa Misri kukua nguvu zao. Maandiko kiendelea inasema ya kwamba maana Bwana anawaangamiza wale wenye nguvu hodari wa Misri pamoja na farasi zao, na wale wa Israeli ambao walikimbilia Misri kwa sababu ya msaada. Siku ya leo nimekuja kukuambia ya kwamba ingawaje utataka Bwana kutendee, akufanyie matendo yake makubwa, lakini ni vibaya kuangalia Misri mahali ambapo ulitoka. Ni kweli walikuwa na mafarasi, ni kweli wako na silaha, lakini kuna Mungu ambaye kwa mkono wake aliweza kuokoa Waisraeli. Usiangalie ukubwa wa adui zako, usiangalie kimo za adui zako, ama usiangalie resources nyingi ambazo adui zako wako nayo against wewe. Wewe angalia unatoa nguvu zako wapi, wewe angalia msaada wako unatoa wapi. Na ukikumbuka matendo ambayo Bwana alifanya, Waisraeli walitembea kweli, wende kao walisahau maana maadui walikuja kwa wingi, lakini ilikuwa ni vibaya kusahau hata wao kutoka kwa mikono ya Farao. Kuna matendo ambayo Bwana alitenda. Alileta mapigo 10, na hayo matendo yalikuwa ya kutisha, yale matendo yalikuwa ya kuogopesha, na Waisraeli wakasahau. Maandiko inasema ya kwamba maandiko inasema ya kwamba wale tumesoma hapo hivyo hapo kwa Zaburi 44. Maandiko imetuambia ya kwamba kwa mkono wako uliwafukuza mataifa na ukawakalisha kwao. When the enemy planned to attack the Israelites, God akashuka na akaweza kuwatetea kwa mkono wake wenye nguvu. Hivyo inatupasa wakati maadui wanakuja na kuleta na nguvu zao, wakati maadui wanajihami, wewe unastahili kumtazamia Mungu, maana msaada wako unatoka kwa Mungu. Maana matendo ambaye Bwana ametenda ni dhahiri, na hata siko wakati ule peke yake, hata wakati huu tunapoangalia hata Daudi, wakati ambapo alikuwa anaenda kuface the giant, wakati ambapo alikuwa anaenda kumface Goliathi, kweli Daudi hakuenda pale kwa sababu ya silaha ambazo wamekuwa nazo. Ni kweli kama angeangalia the giant, alikuwa na muscles, alikuwa na mikuki, alikuwa na ngao, lakini Daudi alikuwa hana, alitembea na mawe peke yake. Na kama angeangalia ama angeogopa kimo cha Goliathi, Daudi angetekeleza wajibu ambaye Bwana aliweka katika maisha yake. Na tunaangalia wakati ambapo Daudi aligundua ya kwamba yeye hatapigana kwa nguvu zake, bali Mungu wa Israeli ataingilia kati na kupigana na adui ambaye alikuwa Goliathi. Adui alijua ya kwamba Mungu anaweza kutenda matendo makubwa, maana hata yeye anajua kwamba alisoma matendo ambazo baba yake na baba za baba zake waliweza kufanyiwa na Mungu. Daudi aliangalia matendo ambaye Mungu alitenda kwa Ibrahimu, ambaye alitenda kwa Noa, ambaye alitenda kwa Enoko, wakati ambapo walihitaji msaada wa Mungu. Na hivyo ilikuwa rahisi Daudi kuelewa hata pigana kwa nguvu zake mwenyewe, bali atangoja msaada wa Mungu, maana yeye anaweza kutenda matendo makubwa. Hata wewe nakwambia siku ya leo ya kwamba wakati ambapo umeacha kuangalia ukubwa wa adui
adui zako, wakati ambapo umeacha kuangalia wingi wa vitu ambazo adui zako wako nayo, hapo ndipo Mungu atawatilia matendo yake ambaye ni makuu. Lakini wakati unaangalia wingi ama ukubwa wa adui wako, unapata Mungu anaondokea. Kama unajiweza, Mungu anaondokea, mpaka itakapofika wakati utasarenda na useme mimi msaada wangu na ni jinsi ambavyo nimesikia matendo ya Mungu, nitamtumainia yeye peke yake, na hapo Mungu ataingilia kati katika maisha yako na atakupatia msaada wakati ambapo unastahili. Maandiko inasema ya kwamba ole wako wewe ambaye unakimbia Misri kwa sababu ya kuleta msaada. Wende ikawa Misri yako ni familia yako, wende ikawa Misri yako ni majirani yako, wende ikawa Misri yako ni yule adui ambaye ameletwa karibu na maisha yako. Lakini you have to overcome that giant in your life. Lazima ukaweze ku overcome hiyo giant ambayo imeletwa katika maisha yako, kukuogopesha na kusahau matendo ambayo Mungu alitenda katika wakati ule. Wakati wa Israeli walikuwa wanatoka katika mji wa Misri, ikafika mahali wakaangalia mbele yao, wakaona maji, bahari kubwa imewatazama tu mbele, na walipoangalia kando wakaona milima hawawezi kimbia, na walipotazama nyuma, walipogeuza nyuso zao na kutazama nyuma, Farao na jeshi lake walikuwa wamewaandama kabisa. Wende ikawa katika maisha yako, unapofika katika hali ukiangalia mbele unaona mto, ukiangalia kando unaona milima, na nyuma maadui wamekuandama, usikufe moyo, maana bado Bwana anatenda matendo makubwa. Kama aliweza kupasua bahari ya Shamu, Waisraeli wakaweza kupita. We are serving the same God. Hajabadilika hata siku ya leo na hataweza kubadilika. Kama aliweza kuongoza Waisraeli, hata wewe siku ya leo ukiamini kwa matendo ya Mungu, the goodness of our Lord, wakati ambapo unaamini kwamba anaweza kutenda, atatengeneza njia katika bahari, atasawazisha milima utapita, atapigana na maadui zako katika jina la Yesu Kristo. Maandiko inasema ya kwamba katika mkono wa Mungu aliweza kuwafukuza maadui. Ni kweli Wameleki walikuwa na silaha, ni kweli Wameleki walikuwa wamekabiliana kabisa kwa Waisraeli, na they were sure of the victory. Lakini wakati Waisraeli walijua Mungu na matendo yake makubwa, wakamulilia na Mungu akaweza kupigana na Wameleki, na Waisraeli wakaendelea na safari yao. Katikati walipatana na maadui wengi. Kando na Wameleki walipatana na watu wa Moabi, wakapatana na Waasiria, wakapatana na watu wengi sana ambao waliweza kuwa kikwazo katika safari yao. Hata wewe siku ya leo unaweza kuwa katika safari, umeamua kumfuata Mungu, umejua mahali unaelekea, lakini katikati vikwazo ni mingi. Kile ambacho ninakuhimiza siku ya leo, tazama matendo ambaye Mungu alitenda. Yeye habadiliki, mtazame tu. Kama alitenda jana, atatenda leo. Kama alitenda na Musa, atatenda na wewe leo katika jina la Yesu Kristo. Maandiko inasema ya kwamba, unapoendelea, maandiko inasema ya kwamba verses 4, maandiko inasema ya kwamba Mungu, wewe ndiye mfalme wangu, uagize mambo ya wokovu wa Yakobo. Kwa nguvu zako utawaangusha watesi wetu. Maana hapa Waisraeli walielewa matendo makubwa ya Mungu, na kwa hivyo wangepatana na challenge katika maisha yao. Jambo la kwanza, wangeelewa kwamba Mungu ana nguvu na uwezo ya kuwaokoa. Maandiko inasema ya kwamba kwa nguvu zako wewe utawaangusha watesi wetu. Wakati utakapoelewa, na tumesema ya kwamba nguvu za Mungu ni matendo ambayo yanadhihirika kwetu. Wakati ambapo wewe uko mgonjwa, wakati unapona, hiyo ni nguvu za Mungu zimedhihirika katika tendo la kukuponya wewe. Hivyo tunapoongelea matendo ya Mungu, tunaongelea nguvu za Mungu na tunaongelea kupata msaada kutoka kwa Mungu. Maandiko inasema ya kwamba Mungu
Mungu, wewe maandiko yanasema ya kwamba kwa nguvu zako Mungu utawaangusha watesi wetu. Hata leo ukimwacha Mungu kwa nguvu zake na kwa matendo yake, ukimwacha kupiganie kama vile alivyopigania Waisraeli kutokana kwa maadui zao, ukimwacha kupiganie maadui zako, mwenyewe ataweza kuangusha tena chini ya miguu yako. Si wewe ujipiganie, si wewe ushike ngao na silaha ukaweze kupigana na adui zako, lakini ukielewa matendo ya Mungu, ukielewa ni yeye mpiganaji vita wetu, ukielewa kwamba ana nguvu zaidi ya mafarasi, ukielewa kwamba ana nguvu zaidi ya wapiganaji hodari wa Misri, atashuka na kukupigania na ataweza kuangusha watesi wako katika jina la Yesu Kristo. Mwachie tu Mungu akaweze kupambana na watesi wako. Unaposoma matendo haya makuu, hakuna mahali Waisraeli walipambana na watesi wao. Kuanzia kwa Farao, Waisraeli walijiachilia. Kile ambacho Mungu alisikia tu ni kilio chao. Kama jinsi ambavyo siku ya leo Mungu anasikia kilio chako na ameona mateso yako, anashuka kutenda matendo yake ya kukuokoa kutoka kwa nguvu za watesi wako katika jina la Yesu Kristo. Wewe usiache kuomba, usiache kumlilia Mungu. Kama Waisraeli wangeridhika waseme ya kwamba huku tuko sawa, Mungu angeonea wapi kilio chao? Mungu angesikilia wapi mateso yao? Lakini wakati Waisraeli waliamua, wakaona hapa kweli tumeteswa, hapa kweli tumenyanyaswa, hapa tumeonewa, wakaamua kumlilia Mungu, wakaamua kulia mbele za Mungu na kumwambia Mungu, angalia jinsi ambavyo watesi wamekuwa wengi, angalia jinsi ambavyo wamepanga farasi zao, angalia jinsi ambavyo wametunyanyasa, angalia jinsi wametufanya kuwa their slaves. Naye Mungu aliangalia mwenyewe kutoka mbinguni, na moyo wa Israeli ambao ulikuwa radhi kusaidika, na Bwana akaweza kuwasaidia. Hata wewe siku ya leo ukaweze kushift focus yako katika wale ambao wanakutesa. Watia tu Mungu. Mungu mwenyewe anajua jinsi ya kuwashughulikia. Mungu anajua ni wapi ataingilia vita zako. Mungu anajua ni wapi atakutetea. Ukaweze tu kukaa katika mipangilio ya Mungu, ukielewa nguvu zake ambayo ni matendo yake, na yeye atakushughulikia na utakuwa sawa katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Maandiko imesema ya kwamba kwa jina lako tutawakanyaga watupingao. Ya kwamba by the mention of your name tutaweza kukanyaga wale ambao wanatupinga. Kwa Kiingereza maandiko inasema ya kwamba through thy name we will tread them under that rise up against us. Tutaweza kuwakanyanga wale ambao wanatuinukia kupitia jina lako. Ni vizuri wapendwa, saa zingine kumuita Mungu majina ambayo inastahili, si kila siku kumlilia na hujamuita. Ukitaka Mungu akupiganie, muite Jehova Sabaoth, Mungu wa majeshi. Ukimtambulisha kama Mungu wa majeshi, anashuka na kupigana na jeshi la watesi wako katika jina la Yesu Kristo. Tumeambiwa ya kwamba unapotaja jina la Mungu ya kwamba kwa jina lako tutawakanyaga wale ambao wanatupinga. Kama ni magonjwa imeinuka katika maisha yako, inakaa ni kama hiyo inakupinga, wakati unamuita Jehova Rafa, anaonekana anakuponya. Kama ni amani umekosa katika maisha yako, kama ni amani imekukanyagilia kama mtesi wako, unapomuita Jehova Shalom, anashuka na kukupigania katika jina la Yesu Kristo. Kama ni upungufu ukosefu katika maisha imekuzidia, ukitaka Bwana kaweze kuikanyagilisha ukosefu chini ya miguu yako, unamuita Jehova Jireh, Jehova my provider, na yeye ana provide katika maisha yako. Tujifunze kumuita Mungu majina ili akaweze kukanyagisha watesi wetu chini ya miguu yetu katika jina la Yesu Kristo. And by thy name umeweza kukanyagisha wale watupingao. Kuna mambo mengi sana yanatupinga, hata uchumi unatupinga katika maisha ya saizi. Unapomuita Jehova Jireh, my provider, hautaweza kuangalia uchumi, utaweza kuangalia Mungu na matendo ambayo anaweza kufanya. Kama
aliweza kunyeshesha mana wa Israeli wakakula wakashiba. Jehovah the provider anaweza kushuka na kukanyagisha njaa chini ya miguu yako na kupinga njaa katika taifa lako katika jina la Yesu Kristo. Tujifunze sana kuliita jina la Bwana, naye Bwana atatusaidia. Wengine wakiwa katika hali ya shida, ni rahisi utasikia mtu amesema woi mama yangu, woi baba yangu, lakini ni vizuri katika kinywa chako ukaweze kujaza majina mazuri ya Yesu, ukaweze kujaza majina mazuri ya Mungu, maana yeye anastahili kuitwa majina yote mazuri. Majina yote mazuri ni yake. Kama ni mponyaji, hata kosa jina la kuitwa mponyaji. Kama ni wa kupeana, mpeanaji, hata kosa kuitwa jina la kupeana. The Bible says ya kwamba yeye ni Jehovah Nisi, bendera ya wokovu wetu. Saa zingine unapata ya kwamba kana kwamba wokovu wako umekanyagiliwa na adui, lakini unapotamka Jehovah Nisi, anafanyika bendera ya wokovu wako. Hautatangaza wewe umeokoka, hautatangaza wewe ni wa Kristo, lakini ukimfanya Jehovah Nisi, kama jinsi tumeambiwa ya kwamba unapotaja jina la Mungu unakanyanga wale ambao wanakupinga. Na unapomwita Jehovah Nisi, hautasema kwamba wewe umeokoka. Mataifa watakuja wakijua ya kwamba wewe ni mtu ambaye umeokoka na unamjua Mungu. Hivyo ni vizuri kutumia jina la Mungu wakati wowote. Na ukitumia majina nyingi haimaanishi kwamba Mungu amebadilika. Ni the same God but ana walk according to venye unamuita. Leo hii unaweza kuwa uko na chakula lakini hauna amani katika mwili wako, ni mgonjwa. Hautamuita provider wakati unastahili kumuita Rafa. Kwa hivyo ni Mungu ni mmoja, lakini majina inasimamia ile ambacho unataka kufanyie katika jina la Yesu Kristo. Maandiko inazidi kusema ya kwamba in verse 6 maandiko inasema ya kwamba maana sitautumainia upinde wangu, wala upanga wangu hautaniokoa. Mpaka ifike mahali ujue ya kwamba kwa nguvu zako huwezi. Mpaka ifike mahali ujue ya kwamba bila Mungu wewe huwezi, bila matendo yake wewe huwezi. Nimeanza kukuambia kwamba nguvu za Mungu ni matendo yake. Ikifika mahali ujue ya kwamba kwa upinde wangu mimi sitaweza, kwa upanga wangu sitaweza. Mpaka ifike mahali utaacha Mungu akupiganie, hapo naye atakupigania. Lakini ukisema ya kwamba I will attack my enemies, bila kuacha Mungu akupiganie, he will step nyuma, atakanyaga hatua nyuma, aache ufanye jinsi ambavyo wewe mwenyewe unaweza. Wakati ambapo kulitangazwa Goliathi anataka kupigana na Waisraeli, Goliathi alikuwa Mfilistine. Wakati ilisemekana kwamba anataka kupigana na Waisraeli, watu wengi katika Israeli walijitokeza. Wakasema waliangalia misuli, wale ambao walikuanga majeshi ya mfalme, the thousands ya soldiers of the king ambaye alikuwa Sauli, walijitokeza wengi sana wakiangalia misuli ambazo wako nayo, na wakaenda. Na wakati walikuwa wanapigana na Wafilisti walishindwa, maana waliangalia nguvu zao za kimwili. Wakati ambapo unaangalia una gauge Mungu na nguvu zako, hapo Mungu anaondokea. Lakini wakati Daudi alitokelezea, kijana mdogo sana, mchunga kondoo, hakuwa na fahamu za kupigana, lakini wakati alitambua kwamba nguvu za Mungu ambazo ni matendo yake inaweza kumuokoa katika kupigana na yule giant Goliathi, alijituma. Lingawaje watu waliangalia kimo cha Daudi wakasema huyu ni kama tumempeana kwa kifo, lakini kwa sababu ya kutumainia nguvu za Mungu, kwa sababu ya kutumainia uweza wa Mungu, kwa sababu ya kutumainia na kujua matendo ya Mungu, Mungu aliwasaidia. Hallelujah. So tunastahili kutumainia nguvu za Mungu peke yake. Maana si maandiko imetuambia hapo vizuri, imetuambia ya kwamba maana sitautumainia upinde wangu wala upanga wangu. Anything ambayo unaweka yenye itaweza kusaidia in your time of need, that is your God.
Kile ambacho umekiado sana kitakusaidia wakati wa shida. Hiyo ni Mungu wako. Wewe mtazamie Mungu wa matendo, naye atakupigania na atakusaidia na atakuokoa kutoka kwa mikono ya watesi wako. Maandiko inasema ya kwamba verse 7, bali wewe ndiye uliotuokoa na watesi wetu. Ni vizuri kukubali Mungu anapokuokoa. Mungu anapotenda tendo katika maisha yako, tendo jema katika maisha yako, ni vizuri kumacknowledge. Kama pa maandiko inasema ya kwamba ni wewe ulituokoa kutoka kwa mikono ya watesi wetu. Acknowledge that ni yeye peke yake. It is God alone who have saved you from the hand of your enemies. Wakati ambapo unamuacknowledge, anashuka na anakutetea katika nguvu zake zote katika jina la Yesu Kristo. Na hapo unaona matendo makubwa zaidi ambaye Mungu anatenda, maana umemuacknowledge kwamba ni yeye, bali ni wewe ndiwe uliyetuokoa na watesi wetu. Na watuchukiao umewaibisha. Those who hated you for nothing, wale ambao wanakuchukia tu bure bure. You know, nowadays mtu anamkanga anasema tu sijisikii kuongea na fulani, sijisikii kuzungumza na mtu fulani. Bure bure tu unachukiwa, bure bure tu unaangaliwa na dharau. Na maandiko inasema ya kwamba na wale ambao wanakuchukia Bwana atawapatia aibu. Kwa sababu gani? Yule ambaye anakuchukia, na yule ambaye anachukia mtu kwa sababu hana kitu ambacho yeye ako nayo. Yule ambaye anachukia, that's somebody who hates someone. Ni yule ambaye anajiona ako nacho sana kushinda yule mwingine. Na maandiko inasema kwamba Mungu anaibisha wale ambao wanatuchukia. Ni namna gani katika maisha ya saizi? Wewe ambao unadepend kwa matendo mazuri ya Mungu, hata ukiwa katika hali ya chini, na yule ambaye anakudharau ako kiwango umeona kabisa he or she can afford anything ambaye anahitaji katika ulimwengu huu. Wakati ambapo anainua chuki ndani yako, unapata ya kwamba Mungu anaenda kuziondoa na unapata ya kwamba anaziondoa katika maisha ya wale ambao wanakuchukia, na wanapata aibu pale mbele. Wanaweza kuwa hata wanakuchukia kwa sababu ya the things, kama ni gari ambao wamenunua hata kwa loan. Na maandiko inasema ya kwamba Mungu ataibisha wale ambao wanatuchukia. Na kwa sababu wanakuchukia kwa gari ambayo amenunua kwa loan, unapata ya kwamba wale wanajitanga the auctioneers wanakuja, wanabeba ile gari, jamaa anabaki na aibu maana alikuchukia tu bure. Na maandiko inasema ya kwamba wale ambao Mungu ataibisha wale ambao wanatuchukia. Kwa hivyo ni lazima tutembee tena katika upendo, ili Bwana akaendelee kudhihirisha matendo yake makubwa, matendo mema katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo. Maandiko inazidi kusema ya kwamba tumejisifia Mungu mchana kutwa, na jina lako tutalishukuru milele. Ya kwamba tunajisifia huyu Mungu. Heri wewe uanze kujisifia Mungu, uanze kujisifia mambo ya dunia. Mambo ya dunia yanakuja, yanaisha. Mali za dunia zinakuja, zinaisha. Lakini ukijisifia Mungu mwenye matendo mazuri ya kurestore, ukijisifia huyu Mungu ambaye anaweza kurestore, to bring back what you have lost in your life, utakuwa umechagua jambo ambalo ni mzuri sana. Kuna wale ambao wanajisifia majina, the titles, ya kwamba because I am so and so, I am minister so and so, I am MP so and so, mimi ni waziri so and so. Unapata unajisifia the titles. Na wakati ambapo unajisifia titles, Mungu haonekani hapo. Wakati unanyenyekea na unatoa those titles, na unaanza kuexperience matendo ya Mungu ambaye anafanya katika maisha yako, in the name of Jesus Christ. Maandiko imetuambia kwamba verse 8 ya kwamba tumejisifia Mungu mchana kutwa, na jina lako tutalishukuru. Wewe lisifie tu jina la Mungu, tangaza tu matendo makubwa ya Mungu, naye Mungu atazidi kukusaidia. Wakati unajisifu na kitu,
For example, wakati unamsifu kama for example the president, unamtaja tu kwa mambo mazuri, hautaji mistakes ambazo anafanya. Unamwambia tu ni mzuri, alitengeneza barabara, akatuwekea maji, akaweka umeme, na unamsifia kwa hayo maneno. Unapata ya kwamba yule mkuu anakupenda kwa sababu ya yale maneno ambayo umeyatoa katika kinywa chako. Ni sawa na Mungu na ni zaidi. Mungu wetu ni zaidi. Wakati unamsifu zaidi, wakati matendo yake makubwa yanadhihirika kwako zaidi. Kwa hivyo chagua kumsifu na yeye achague kutenda zaidi na zaidi katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Kwa hivyo lazima tujiweke katika hali ya kujua Mungu anatenda aje. Matendo yake ni gani? Na usichoke kuambia generation to generation the deeds of the Lord. Unajua sisi ndo maana hizi matendo has long last. Tukitendewa kwa nini has long last? Kwa mfano, unaweza kuwa tu haujui biashara, ama hujaingia katika biashara katika maisha yako, lakini Mungu akakujalia, akakutendea, ukapata mtaji wa kwanza biashara. Na wakati umefanya hiyo biashara kwa muda, unapata wakati unafanya peke yako, unakuwa na ubinafsi, hautangazi. Mungu amekupatia hiyo mtaji, uanze biashara ndio ukajitukuze. Na ukijitukuza si kwako peke yako, utasema watu wajue kwamba Bwana alikutendea. So wakati ambapo Mungu amekuinua, anataka upass kile ambacho amekuinulia. Kama ni kazi, anataka upass to another generation. Wacha wajue, hata Waisraeli, kile ambacho tumesoma katika Zaburi 44 ni makumbusho tu ya yale ambayo Bwana alifanyia baba zao wakati wa kitambo. Na hata saa hizi ni jukumu letu tunaposoma katika kitabu cha Yoeli 2 mstari wake ni Yoeli 1 mstari wake wa 3. Maandiko inasema ya kwamba waarifuni watoto wenyu habari yake, watoto wenu wakaambie watoto wao, na watoto wao wakaambie kizazi kingine. Matendo ya Mungu mazuri hayafichi. Ukificha matendo ya Mungu mazuri, ni sawa na kutaka ikupokonye katika mkono wako. Wakati when you cease to praise anyone who is in the authority, unapata ya kwamba wakati umeacha tu kumsifu, naye msaada wake unapungua kwako. Na Mungu wetu ni zaidi. Wakati unaacha kumsifu, wakati unaacha kuwaelezea mataifa kile ambacho amekutendea, naye anaenda kipungua ile matendo ambayo anakutendea. Maana anakutendea, lazima ukashuhudie kile ambacho Bwana ametenda. Lazima ukashuhudie matendo ambayo Bwana ametenda, ili akaweze kujulikana kwa kizazi hadi kizazi. Ndio maana siku ya leo tunasoma kuhusu the Exodus. Tunasoma kuhusu jinsi Mungu alitenda pale na Waisraeli. Ndio maana tunasoma maandiko katika historia ya Ibrahimu. Ndio maana tunasoma kinanga Adam, Enoch, Noah and everyone. Kwa sababu gani? Ni knowledge inakuwa passed from one generation to another. Na mimi nawasihi siku ya leo tusinyamaze, tuendelee kuambia watoto wetu wajue kwamba Mungu anatenda. Kuna wengine hawajui ni Mungu anapeana kazi, wanajiweka kwa vitabu 24 hours, hawapatii Mungu nafasi yao. Ni vizuri kusoma, sijakataa, lakini wafunze kwamba ni Mungu anaenda kuestablish hiyo masomo ambayo umesoma, na anaenda kupatia kazi kulingana na masomo ambayo umesoma. Ni ngumu sana. Ndio maana unapata siku hizi watoto wetu wamesoma sana lakini kazi hawana. Kwa sababu gani? Umesahau kuambia ni Mungu. Umesahau that part ya Mungu katika maisha ya watoto wako. Pass that knowledge to your children, and your children will pass that knowledge to their children. Na ukiona tukiendelea kutangaza matendo makuu ya Mungu, atazidi kutenda kwa kizazi hadi kizazi. Hakuna siku matendo yake itapungua katika maisha ya watoto wake. Kwa hivyo ni vizuri hata wewe ambao unanisikiliza, kile ambacho Mungu amekutendea, anything ambayo Mungu amekutendea, kama ni uponyaji Bwana alikuletea, tangaza, usinyamaze. Watajuaje kwamba Mungu ni mponyaji? Usipotangaza alikuponya. Ni kweli tulisoma katika New Testament ya kwamba Yesu popote alienda alitenda mema, alifufua wafu,
Mungu akaponya vipofu, akaponya viwete, akafungua masikio ya visiwi. Ni kweli popote alienda alitenda. Na watajuaje usipowaambia? Kwa hivyo ni lazima uambie watoto wako kile ambacho Kristo alitenda, na wajengee imani, waambie ya kwamba kama Kristo alitenda wakati ule, hata saa hizi bado Kristo anazidi kutenda, na hata pale mbele atazidi kutenda katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo it is good to pass out the knowledge that we have about God. It is good to pass the good deeds of the Lord to our sons and daughters. Tusinyamaze, lazima tupaze sauti zetu, wajue Mungu alitenda. Wasisikie na watu wengine nje. Wewe kama mzazi, kuwa wa kwanza kuambia watoto wako kwamba Mungu anaweza, kuambia watoto wako kwamba Mungu anastahili. Wasisikie na kule kwingine, wajue kwamba ni Mungu mwenye kupeana msaada. Mimi watoto wangu binafsi huwa nawaambia, before they come to ask for me anything, waende kwanza waambie Mungu. Waombe Mungu, ambie God, may you bless my parents so that when I'm going to approach them because of school fees, because of some items ambazo tumeitishwa shuleni, because of mavazi ambazo nataka, kwamba Mungu kwanza akuwe ametangulia ili akaweze kukuja kwangu. Na hiyo inaonesha aje? Ni vizuri kuonesha watoto wetu kwamba msaada wote unatoka kwa Mungu. Tena ya pili, inaonesha watoto wetu kwamba usipoonyesha hivyo, watajuaje kwamba Mungu anatenda matendo mazuri katika maisha ya watu wake? We want to exalt yourself katika nafasi ya Mungu katika maisha ya watoto wako, na haiwezekani. Lazima watoto wako wajue ni Mungu anapeana, sio kazi ambayo uko nayo inaweza kukukimu katika maisha yako. Ni Mungu kupitia kazi ambayo uko nayo unaweza kukimu hata familia yako. Wacha watoto wajue ya kwamba kama sio Mungu, hata hii televisheni ambayo tuko nayo kwa hii nyumba, waambiange hivyo, kama sio Mungu hata hii TV hatungekuwa nayo. Ndio wasemange, kai Mungu wewe ni asante, maana kama si wewe hatungekuwa tuna watch cartoon, Cocomelon na vitu zingine. Kwa hivyo tujifunze hata kufunza watoto wetu. Si maandiko katika Yoeli ndio imetuambia ya kwamba tell your children of it, and let your children tell their children, and their children another generation. Kwa hivyo hii mambo ya matendo ya Mungu istahili kukomea na wewe. Ati wewe Mungu akutendea unasema bas mimi nimetendewa, unawacha. Hapana, tell everybody what the Lord has done. Mimi Mungu akinitendea nitasema mpaka ijae ikole katika masikio ya watu, ndio watu wajue kwamba Mungu ametenda na anazidi kutenda. Sio vibaya kutegemea elimu, sio vibaya kutegemea teknolojia ambazo tuko nazo, lakini besides that, wacha tujue kwamba ni Mungu anaweza kutusaidia katika maisha yetu. Wengine pia tumekuwa kitambo, nilikuwa ninaona wakati ambapo mitihani watoto wanafanya, inakuwa sometimes hata mara mingi walikuwa naomba before wafanye mitihani. Ulikuwa unaona mwalimu analeta mtihani kwa meza, alafu kidogo unaona mtoto ameinamisha uso wake, na alikuwa naomba akimitisha Mungu msaada. Kwa sababu gani? Alisikia kwamba Mungu anatenda na anatenda matendo mazuri. Lakini nowadays technology imekuja, unapata mtoto ameuliza swali hata kwa shule, mbio mpaka ChatGPT ama inaitwa aje, unapata wamekimbia wameuliza AI, unauliza na 1+1 inaweza kuwa nini? Wameanza kurely katika akili ambazo Mungu amewapatia. Tunaona kama ni wastage kwa akili ambazo Mungu ametupatia. Sio mbaya tunazitumia, lakini wacha tukizitumia tukue tumeacha msaada wa Mungu kwanza uko umefanya na wacha ikuwe ni kwa msaada wa Mungu tumepata hekima ya kutumia hizo ChatGPT, ama tumepata hekima ya kutumia AI and all sorts of the things. Lazima tutambulishe kwamba ni kwa msaada wa Mungu, ni Mungu amefanya. Lakini si ati mtu anakuuliza swali, mama atukiweka color green and red inaleta color gani? Because wewe hutaki kuchoka kufikiria na hutaki kuchoka hata ku reason kwamba Mungu anaweza kusaidia hata ukimuomba msaada. Unamwambia mama kimbia pale tuka Google tuangalie. Wengi wetu tumefanya rahisi kazi zetu katika maisha ya saizi, lakini unapomkimbilia Mungu, yeye ni zaidi ya hiyo.
hiyo, unapomkimbilia Mungu analeta msaada zaidi ya yale ambayo tunafahamu katika maisha yetu. Tukiangalia watu kama kina Danieli, walikuwa wasomi wakubwa sana na walitegemea nguvu za Mungu. Kutafsiri mandoto za mfalme hikuwa rahisi. Uliza kina Yusufu ili akaweze kupata kutafsiri ndoto ya mfalme. It was not easy. Si kama saa hizi kutafsiri ndoto utakimbia kwa Google utafute. Ati ukiota na maji mingi unauliza Google, nikiota na maji mingi inamaanisha nini? Nikiota na moto inamaanisha nini? Kina Yusufu walikuwa na hekima, na hekima ilikuwa zaidi ambayo tuko nayo saa hizi. Waliitwa hata katika wafalme wakubwa wakaweze kutafsiri ndoto za mfalme, wakaweze kuleta solution katika mji ama katika maisha ambaye watu walikuwa naishi wakati huo. Kwa hivyo si Mungu atusaidie sana tukaweze kutangazia watoto wetu. My message was, hapo nilikuwa nataka kusisitiza ya kwamba we have to pass the good deeds of the Lord, what we had, what we are seeing, to our children. And our children, we will tell them to tell their children. And our generation will be the generation that understands or understood the good deeds that the Lord is doing in their generation, or what he was doing, ambaye alikuwa anafanya katika vizazi ambazo zimekuwa nyuma yetu. Kwa hivyo ni vizuri tell your children to tell their children to tell their children, and the whole world will have the information of the good deeds that the Lord is doing in our lives, in Jesus' mighty name. When we look in the book of Psalm 77, Psalm 77 and verses 11. Zaburi 77 mstari wake ni wa 11. Maandiko inasema ya kwamba nitayakumbuka matendo ya Bwana, naam, nitayakumbuka maajabu yako ya kale. Utasemaje hivyo pasipo kuambiwa? Without this knowledge kukua passed from one person to another, utawezaje kusema ya kwamba unayakumbuka matendo ya Bwana? Kwa hivyo lazima tusisitize hili jambo la kueneza matendo yakuu ya Bwana kwa vizazi vyetu. Ndio maana mwandishi amesema ya kwamba nitayakumbuka matendo ya Bwana, naam, nitayakumbuka maajabu ya kale. Kweli wakati huo ama hata wakati wa Kristo, mambo mengi sana ya ajabu yaliweza kufanyika. Imagine Lazaro anakufa, anakaa kwenye kaburi yapita siku 3, lakini Kristo anamwamsha tu kama mtu ambaye amelala, na Lazaro anaamuka. Na hiyo ni matendo ambayo tunastahili encourage each and every one of us each and every day. Lazima tuambiane kila siku, lazima tukumbushane kila siku matendo ambayo Mungu anatenda katika generation na generation to come. Utawezaje kunyamaza wakati Mungu aliweza kufufua hata yule mtoto kwa Jairo kule, yule mtoto ambaye alifufuliwa, aliambiwa tu amka na akaamka. Hiyo ni matendo ambayo ni mazuri, tunastahili kuyasimulia ili watoto wetu na generation zetu zikaweze kujua na zikaweze kustick on the good deeds of the Lord katika jina la Yesu Kristo. The Bible inasema ya kwamba pia nitaitafakari kazi yako yote. Nitaweza kutafakari all of your deeds, kila kitu ambaye Mungu umetenda nitaweza kutafakari. You know, sometimes it is good to sit at your own quiet time. Wakati ambapo ni wako wa kutulia, kaa tu uanze kutafakari matendo ya Mungu. Hata kama hajatenda kile ambacho umetaka kutendea saa hizo, lakini tafakari. Kuna wakati uliomba Mungu akupe kodi ya nyumba na ukapata. Kuna wakati uliomba Mungu akupe karo ukapata. Kuna wakati ulikuwa mgonjwa ukamwomba uponyaji akakuponya. Sometimes it is good to sit and think what the Lord has done, the deeds of the Lord in your life. Usipokaa chini na kutafakari, ni ngumu ku appreciate kazi ambaye Mungu ametenda katika maisha yako. Usione kwamba ni kwa nguvu zako, usione kwamba ni kwa uwezo wako. Jua kwamba ni Bwana ametenda, na wala si kwa sababu jinsi ambavyo wewe mwenyewe ulitaka yafanyike.
Kwa hivyo tunapoendelea kukumbushana na kutafakari matendo ya Mungu, hata wewe najua mahali ambapo uko saizi, usiwahi kosa jambo ama usiwahi kosa kitu, jambo la kusema kwamba Mungu ametenda. Mungu ametenda mambo mengi sana. Na ukidhani ni rahisi, nenda hospitalini, utapata many reasons za kuambia kweli Mungu asante, kweli umetenda. Other people are feeding through the pipes. Wengine wanatumia oxygen, wanawekewa ile life supporting machines ili wakaweze kubreathe. They don't know how to breathe by their own. Hawawezi kuvuta pumzi nje na ndani kwa kutumia miili zao. Kwa sababu gani? They are sick. Kuna wengine hata hawawezi tembea, wamekatwa miguu. Wewe uko nayo una complain because of a shoe. Lazima appreciate God because of that leg amekupea, ili akaweze kutenda kupatia viatu step by step, na Mungu atakusaidia. So tumeangalia hapo kutafakari na kukumbuka na kueleza generation to generation. Wacha tukaweze kumalizia na hiyo Zaburi. Amen. Tukaangalie Zaburi 78 and verses 6. Hapa maandiko inaendelea kusisitiza kuhusu to pass the knowledge, to pass the good deeds of the Lord to the generations to generation. It is confirming confirm the word ambayo tumesoma kwa Joel chapter 1 verse 3. It is being confirmed in Psalms 78 and verses 6. Maandiko inasema ya kwamba ili kizazi kingine wawe na habari, ndio hao wana watakaozaliwa wasimame na kuambia wana wao. You know, nowadays itakuwa ngumu hata watoto kurithi anything from us. Wewe umekuwa ni mtu wa matusi nyingi katika kinywa chako. Umekuwa ni mtu wa mizaha nyingi katika kinywa chako, mpaka mtoto anarithi matusi na mizaha nyingi. Badala arithi maneno ya kumpatia Mungu tukufu, maneno ya kutangaza matendo ya Mungu, watoto wetu wanarithi vitu ambazo sio nzuri. Na maandiko inasema ya kwamba ili ndio hao wana watakaozaliwa wasimame na kuambia wana wao. Maandiko inasema ya kwamba mstari wa 7, wamwekee Mungu tumaini lao. Hii yote tunasoma, matendo yote ambayo tunasoma ni ili tukaweze kumwekea Mungu tumaini letu, ili tumaini letu tusiweke mahali pengine, bali tukaweze kumwekea Mungu aishie milele. Wala wasisahau matendo ya Mungu, bali wazishike amri zake. You know, wakati ambapo unamrudilia mtoto kitu mara ya kwanza, mara ya pili, na apate unasimama with the same decision now and kila mara, unapata ya kwamba ni rahisi mtoto huyo kutembea na kile ambacho amekijua kutoka kwako. Kwa hivyo ukiendelea kumtangazia matendo ya Mungu, ukiendelea kumtangazia jinsi ambavyo Mungu alipigania watumishi wake, ukiendelea kumtangazia hata ushuhuda na matendo ya Mungu ambaye ametenda katika maisha yako, wanabakia wakipatia Mungu tukufu, wanabakia wakisema kwamba ni yeye na hawatakuwa na Mungu mwingine, na kamwe hawataweza kusahau kwamba ni Mungu ametenda, bali si kwa nguvu zao. Kwa hivyo it is good sometimes hata ukae na watoto wako waelezee, waambie kwamba Mungu ni mzuri, waambie historia, waambie kuhusu watumishi wa Mungu ambayo waliona matendo ya Mungu kupitia. Kumbuka Ibrahimu wakati ambapo Mungu alimwambia Ibrahimu, nenda ukanitolee sadaka. Ibrahimu hakuuliza maswali nyingi. Wakati aliambiwa ni mwanake Isaka anahitajika kama sadaka, Ibrahimu alitoka na sadaka na Isaka. Walipokuwa wanaendelea na safari, wakati walifika at the junction, Isaka akamuuliza baba yake, baba, kuni iko, moto upo, kisu iko, lakini wapi mwana kondoo? Lakini Mungu alitaka kudhihirisha matendo yake katika kizazi hata cha watoto wetu kupitia Isaka. Wakati ambapo walikuwa wanaenda, wakafika, Ibrahimu akaandaa madhabahu ya kutolea Mungu sadaka, akapanga mawe, akapanga kuni na akamwekelea Isaka. Lakini Mungu akaprovide a ram. Wakati Bwana alifanya hilo matendo katika macho ya Isaka, Isaka aliishi kusimulia.
Watoto wake waliishi kusimulia kile ambacho Bwana alitenda, kama jinsi ambavyo mimi na wewe pia tunasoma mpaka leo katika maandiko, jinsi ambavyo Mungu aliprovide wakati ambapo Ibrahimu alimuhitaji. Kwa hivyo msaada yote ambayo tunahitaji tunastahili kutoa kwa Mungu. Katika mikono yake kuna kila kitu ambacho tunahitaji. Wewe unamwendea vipi? Wewe unamuitisha vipi? Na wewe unazidi kutangaza matendo ya Mungu aje katika maisha yako ili Bwana kaweze kutenda. Tulisema ya kwamba wakati unamsifia mtu, naye anazidisha msaada. Wakati unamsifu Mungu, anaona huyu amenisifu, na kwa sababu Mungu anapenda sifa sana, unapata ya kwamba wakati unamsifu anaongeza ushindi katika maisha yako. Wapendwa, ni vizuri kukubali kukaa katika na kukubali matendo ya Mungu yakadhihirike katika maisha yetu na katika vizazi vyetu. Ninaomba Mungu wa amani akaweze kutusaidia kutazama matendo yake na kuamini katika matendo yake na kutangaza matendo yake kila wakati kwa utukufu wa jina lake. Mkaweze kubarikiwa sana. Shalom, shalom.